Kama kawaida ya mtazamaji wa TBC1, karibu sana leo kwenye kipindi cha Mwanazuoni. Tunazungumzia mambo ya utafiti na namna ambavyo unaweza kusaidia ama unasaidia jamii kuepukana na mambo mbalimbali ambayo pengine jamii inayajua au haiyafahamu, lakini kupitia utafiti tunakufunulia mambo mengi mazuri, na wewe mtazamaji wetu unakuwa unajifunza kupitia yale ambayo tunakuletea kila siku ama kila wiki. Katika kipindi cha Mwanazuoni tutakuletea mwanazuoni ambaye anatufafanulia mambo mbalimbali. Na hii leo niko katika Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi cha Muhimbili. Hapa tumekuja, lakini tuko katika Shule Kuu ya Afya ya Jamii, yani School of Public Health and Social Science. Tunakuja kuzungumzia usalama ama mazingira mahali pa kazi, na tutajikita katika maeneo ya viwandani pamoja na mashambani. Naitwa Tobias Masalu, na ni kwa nini tumejikita hapo? Tunaye mtaalamu ambaye ni Profesa Simon Mamuya. Yeye atatueleza kwa kina kupitia mradi wao wa Safe Workers ambao wanauendelea, au ni utafiti wa kimradi ambao unakuja au umebaini kuwepo kwa changamoto za kiafya kwa watu ambao wako katika sekta ya kilimo, lakini pia sekta ya viwanda na maeneo mengine, lakini tutagusia zaidi hayo, maana pia hadi sehemu za kazi matatizo ya kiafya yapo. Wao watatueleza kwa kina kwa nini waliamua kuja na huu utafiti kwa ajili ya kuleta ahueni katika jamii. Profesa Simon, karibu sana. Asante sana. Habari za majukumu? Nzuri kabisa. Karibu sana kwenye kipindi cha Mwanazuoni hii leo. Asante sana. Tunaangazia swala la mazingira ya kazi ama working condition katika maeneo ya mashambani pamoja na viwandani. Kwanza tuanzie hapo. Kwa nini Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili mlikuja na hili swala la kuzungumzia au kutafiti katika hili eneo? Nini kiliwasukuma kusimama katika hilo eneo? Asante sana. Mimi nipo kwenye idara ya afya ya mazingira na sehemu za kazi, na mmoja ya wajibu wangu mkubwa ni kuhakikisha kwamba naangalia sehemu za kazi zinakwendaje, kuna matatizo gani sehemu za kazi, na hizo sehemu za kazi sasa tufanyeje watu wetu wa Tanzania na hata nchi za nje wasidhurike kutokana na sehemu vitendea kazi au sehemu za kazi kwa ujumla. Okay. Na kama ndio hivyo, chanzo kipi ambacho au matatizo yapi ambao ninyi yaliwasukuma kusema sasa tuingie katika ile eneo kufanya utafiti? Asante ndugu mtangazaji. Ni kwamba kuna kuongezeka kwa magonjwa sugu. Magonjwa ya kansa yameongezeka, magonjwa mbalimbali yameongezeka. Tunajiuliza ni kitu gani kimesababisha magonjwa haya kuongezeka? Ni utendaji, ni ulaji, na watu wanakula chakula cha aina gani, wanakula nini na wanapata nini sehemu za kazi. Kutokana na kuongezeka magonjwa hayo, tukasema hebu twende tukaangalie kuna nini kwenye mashamba, kuna nini kwenye viwanda ambavyo vinasababisha hivyo. Katika hali ya utafiti, naamini mmefika kwenye maeneo ambayo mmeyafanyia kazi, viwanda, mashamba. Nini mazingira yaliyopo kule baada ya kufika na kuyaona wafanyakazi na watu ambao wanafanya kwa ujumla, mnyororo mzima wa utendaji kazi pale ukoje? Tulianza kwa kutembelea kwanza hospitali yetu ya Ocean Road na mahospitali yote kuangalia wagonjwa wetu wengi wanaolazwa kwa ajili ya kansa, ni kansa zipi ambazo zinawasumbua. Tukaangalia vile kwenye katika ripoti za mahospitali yetu mbalimbali ni nini kinaripotiwa kule. Baada ya kuona hivyo vitu, tukajua kuna haja sasa ya kwenda kwenye viwanda. Tukaingia kwenye viwanda mbalimbali vya ngozi, viwanda vya tiles, viwanda vya simenti, viwanda mbalimbali, na kuangalia mchango wao kwenye kuharibu mazingira. Maanake unazungumzia viwanda ambavyo ni nchi nzima sasa. Nchi nzima. Tukaangalia jinsi ambavyo wao wanatumia nyenzo ambazo zinatakiwa wazitumie ili kuhakikisha kwamba sehemu ya kazi ni sehemu salama kwa afya zao kwa masaa yale yote mtu anapokuwa kazini. Tukaenda kwenye kilimo, tukaangalia kilimo chetu kina nini, wanatumia nini,
wanatumia viuatilifu kwa magugu, viuatilifu kwa ajili ya kufanya mazao. Tumetembelea sehemu mbalimbali za Iringa, sehemu za Morogoro, sehemu za Mbeya, tumetembelea sehemu za Bagamoyo, tumetembelea vile vile sehemu za Karatu, tumetembelea sehemu za Mangola kuangalia aina ya sumu wanazotumia kwa ajili ya kuua kwanza hao vimea, wadudu, na vile vile tukaangalia sasa, tukaanza kuangalia zile sumu tukazifanyia analysis. Tumetembelea, ilikuwa inaitwa TPRI, sasa hivi inaitwa TPB something, Tanzania Public Health, zamani ilikuwa inaitwa TPRI. Tumekuwa nao bega kwa bega katika kuangalia hili, na vile vile tumewatumia watu wa NEMKI katika kupima vitu ambavyo tumevichukua kule. Tumetumia watu wa OSHA kupata ruhusa za kuingia kwenye viwanda, kwa sababu huwezi kuingia kwenye kiwanda bila watu wa OSHA. Wa OSHA walitupa ushirikiano vizuri, na hata sehemu zote ambazo tumekwenda walitupa ushirikiano mzuri. Basi baadaye tumeweza kuona kwamba sumu zina madhara makubwa sana zina madhara makubwa sana kwa kina mama, zina madhara makubwa sana hata kwa wale watoto wanaozaliwa. Tumeangalia watoto chini ya miaka 4 na uelewa wao, tukagundua watoto wana uelewa mdogo, waliokuwa na sumu wana uelewa mdogo kuliko wale ambao hawakuwa na sumu, kwa sababu unapofanya utafiti unaangalia yule ambaye ana exposure na control yako inakuwa ni sehemu za mjini ambao hawana exposure, na vile vile hata kutumia kuapply kwa nyumbani hakupo sana. Kwa hiyo ndio hao tumechukua control na tukaanza kuwapima hizo parameter mbalimbali. Kwenye viwanda tumekutana na kwamba kwa kweli watu hawatumii vifaa vya kujikinga ipasavyo vinavyotakiwa kwa ajili ya wanapokuwa wanafanya kazi zao. Ndio. Sasa na hilo nalo tumegundua lina matatizo. Vijana wengi tumegundua kwamba wana upofu yani hawezi kusikia vizuri, hawezi kuongea vizuri. Tukimuuliza limeanza lini, ulikuwa na tatizo hili, umezaliwa nalo? Hapana, limeanza labda miaka 6 iliyopita, miaka 10 iliyopita. Na wale hawana kazi, ukienda kama gerezani, hawana kazi nyingine wanafanya, ni hiyo tu. Ukawauliza kwamba uko karibu na maeneo ambayo sauti inapatikana? Hapana. Tukajua kwamba hii imetokana sehemu za kazi. Tumeweza kuangalia vile vile, je, pamoja na kuwa sehemu hizo za kazi zina matatizo, ulalaji wao ukoje? Tumegundua kwamba kuna matatizo makubwa sana kwenye kupata usingizi. Ndio maana watu wengi sasa hivi hapa anaelekea kwenye ulevi, yani hapati usingizi, anafikiri akinywa pombe ndio atalewa, atapata usingizi. Sio dawa ile. Dawa waache kunani, wavae vitu vya kuwakinga, PPE ambayo ni sahihi. Kuna wengine wanajifunga vitambaa wanafikiri kwamba ni kinga, sio kinga ile. Tulikuja na PPE sahihi, tukawagawia, tukaanza kuwapima. Ndio. Baada ya kuwapima mliowagawia ilikuwaje? Sasa hivi hatujafanya evaluation, lakini sasa hivi tuko kwenye mahali ambapo tumewajulisha hali ilivyo. Tunaita dissemination ya findings. Hali tumekuta hivi, na ili msiendelee kupata madhara zaidi, natakiwa mvae PPE vizuri, muwe na kuna vitu vya kuzungumza na uongozi wa kiwanda, na kuna vitu vya kuzungumza na wananchi. Profesa, tukisalia hapo katika utafiti wenu ambao mkiwa mnazungumza na wale wananchi kwenye eneo la viwanda na kilimo, wale ambao ndio wahusika, wakulima wanaokula zile bidhaa zinazotokana na kilimo, wanaofanya kazi viwandani, wanafahamu madhara ya kutokufuata taratibu zinavyotaka? Kwa kweli wao wanachojua ni kuproduce chakula. Kama ni kitunguu, wanajua kuzalisha vitunguu.
na kitunguu anatumia mbinu zote. Utakuta dawa anazotumia ni nyingi. Yeye mtazamo wake ni apate zao jingi, aweze kupata manufaa, aweze kupata manufaa. Kwa hiyo sidhani kama wanajua kwamba zina madhara, ila tulipopata zile findings, yani yale matokeo, tulienda tukakaa nao, tukachagua wale viongozi wote wa kata, viongozi wa nyumba 10 na baadhi ya viongozi wa kata na baadhi ya viongozi wengine, tukazungumza nao, tumeandika vibrochure vidogo vidogo, tukaviacha kule. Jamani, mtapata matatizo. Kwa mfano, nikupe mfano mdogo. Tuliweza kugundua kwamba hivi wale wazazi wanaotumia viuatilifu wanapata watoto ambao uelewa wao ni mdogo, cognitive, yani ile nyuru kufikiria kwao kunakuwa ni kudogo zaidi. Sasa unaweza kuona sehemu fulani watoto hawachangamki, wakifundishwa hawaelewi, unafikiria kwamba watoto, kumbe ni madhara yatokanayo na kutumia viuatilifu. Tumewaambia mjaribu kutumia viuatilifu, wakasema watajitahidi kutotumia. Wengine watasema kwenye mito, kwenye maji, tutaangalia namna gani tutumie viuatilifu na gani, na tutumie mbolea tu badala ya kutumia kitu kingine. Tukawapa ratiba za ambao wafuate, ili waweze wanapopeana maji ya kumwagilia waweze kumwagilia maji salama. Profesa, kwa siku tunapozungumza mtu anayefanya kazi hususan viwandani na ofisini inahesabika ni saa 8 kwa siku. Kwa upande wa kilimo wakati mwingine mtu anatumia muda mwingi ama mchache zaidi ya hizo saa 8, kwa sababu kuna kwenda asubuhi, wengine wanarudi jioni tena anarudi. Alafu kuna wale ambao akiingia asubuhi, hususan wafanyakazi wa viwandani au ofisini, akiingia asubuhi ni mpaka muda wa kuondoka uadie. Katika haya makundi yale mawili au zaidi ya yale ambayo ninyi mmeyatafiti, swala la muda pia nalo linaweza kuwa sehemu ya wao kuto kujali kuhusiana na matumizi sahihi ya hivi vifaa, kwa sababu anajua nikitoka hapa naenda nyumbani, mambo mengine yanaendelea sana. Kuna pande mbili. Upande wa kwanza, wale wenye matumizi wenye muda mdogo kazini, hasa kwenye viwanda, ajali zao ni nyingi kutokana na uelewa. Tulitembelea viwanda vya chuma na nondo, unakuta wengi wamepata ajali za kuchomwa, lakini kutokana na kutokuelewa. Lakini viwanda hivi vile vile vinafanya kazi kwa muda mrefu. Kwenye kilimo mtu anafanya kazi kwa target kwamba amalize. Kwa hiyo zaidi ya masaa 10 tuliona ni population kubwa tu hasa kwenye mashamba, na hiyo hairuhusiwi kutokana na sheria zetu za Tanzania za OSHA, sheria zetu za ILO, sheria zetu mbalimbali za haturuhusu hilo kufanyika. Lakini hatuna mtu anayeangalia, sababu OSHA anatembelea siku moja tu anapewa ripoti nzuri, lakini sasa hatuna mtu ambaye yuko pale kwa ajili ya kuangalia day to day activities. Ni awareness, lakini awareness sio watu wengi ni maskini. Unakuta anapenda afanye masaa mengi, kuna kitu inaitwa overtime. Akifanya overtime anajua nitalipwa kiasi cha ziada, yeye anakwenda kufanya hicho, wakati hicho ni kwamba ni madhara zaidi, ni exposure zaidi. Lakini sasa yeye interest yake kubwa ni pesa, sio afya yake. Haitambui afya saa hizo, anatambua pesa kulingana na hali ya watu wetu. Kwa Profesa, kwa maana hiyo tunaweza tukasema pia changamoto ya umaskini inaweza ikatufikisha katika hali kama hiyo, kwamba mtu anaamua tu liwalo na liwe, kuhusu afya itajijua yenyewe. Naweza kukubalia ndio, kwa sababu umaskini wake huu unampelekea sasa anafanya vitu ambavyo vinamharibia afya yake, iwe anajua au hajui. Lakini yeye kitu kikubwa anachoangalia, napata nini. Anahitaji watoto wake wale, anahitaji watoto wake wasome, anahitaji watoto wake wafanye. Kwa hiyo yeye anachoangalia ni kwamba napata nini zaidi kuliko afya yake sahihi papa na.
Karibu. Mtazamaji wa TBC, tunaendelea na kipindi. Tuko na Profesa Simon Mamuya hapa, tunazungumzia swala zima la mazingira ya kazi kwa njia ya ubunifu na elimu zaidi, kwa sababu ni mradi wa utafiti ambao wanaufanya wao wa Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili chini ya shule kuu ya afya ya jamii ambayo imeangazia masuala haya ya mazingira ya kazi, hususan katika maeneo ya viwanda pamoja na mashambani, na ameeleza kwamba baadhi ya wakulima au watu wanaofanya kazi kwenye sekta ya kilimo hawafuati masuala ya usalama mahali pa kazi. Wanachofanya ni kuhakikisha kwamba analima au anazalisha ili apate fedha, lakini pia viwandani wanaotakiwa kuvaa mavazi ambayo ni rasmi yenye usalama kwao hawayazingatii, na ameonyesha kwamba changamoto ni uelewa. Wanachotamani ni kupata fedha, swala la afya sio kipaumbele sana. Profesa, tukiwa bado tunaendelea, tunazo sheria ambazo zinasimamia haya mambo, tunazo taasisi ambazo zinasimamia haya mambo, lakini pia tunayo sheria mahala pa kazi na uhusiano kazini ambayo ipo Tanzania inafanya kazi na imeendelea kuboreshwa zaidi na zaidi. Kwa nini wakati ambao sekta zote hizi, idara zote, sheria zipo, bado mambo haya yafanyiwi, hayaendi kama ambavyo inapaswa kwa utafiti ambao umebaini? Asante ndugu mtangazaji. Tumejaribu kukaa na hao OSHA, tumejaribu kukaa na WCF wa pensheni, wanaolipa pensheni, na tumejaribu kukaa na wadau wote mbalimbali, na tukawaeleza, jamani, tunaua watu wetu, tufanyeje? Ingekuwa Ulaya hatungeruhusu vitu kama hizi viuatilifu, vingepigwa marufuku na tungevifuatilia mahali popote vilipo, watu walipe faini kubwa sana, visiingie nchini. Tukakubaliana na wanaelekea kutekeleza pamoja na sisi wenyewe kama chuo. Sisi tunatoa kwa wahitimu wetu na kwa watu wetu, na vilevile wakati wa utafiti tunazungumza nao. Sasa hivi hapa huwezi kumruhusu mwanafunzi yote akagraduate akakupa dissertation, kitabu hilo lenye maandishi, bila kuzungumza jinsi ambavyo knowledge yake imewafikia wale wadau. Na hiyo tumefanya hivyo mahususi aweze kugraduate. Machapisho hayana maana, kwa sababu machapisho unazungumza na dunia. Machapisho unazungumza na wider, labda kwenye Tanzania, regional, East Africa na Africa na global. Lakini je, yule mtu ambaye unamfanyia utafiti unakaaje naye? Unazungumza nini naye? Wanaelewa? Kwa hiyo tumeanza kusisitiza hizo. Hata waziri wa afya kuna wakati alikuja hapa akasema, jamani, mimi nafurahia kuona mna magraduate wengi, lakini tunataka tupate impact kwa jamii. Impact kwa jamii, yani jamii iweze kujua jinsi ya kujilinda, jamii iweze kujua jinsi ya kupunguza hizo kansa, jamii iweze kuacha kula. Ukiangalia tunda au nyanya iliyotoka pale hapo Iringa hapo, ile unaona nyekundu sana kwa nje ile, kumbe ni sumu tupu nakula. Siku hizi kuna ndizi zinapulizwa sumu kwanza ndio zinaiva kwa sumu. Ukiziangalia ziko tofauti na ndizi ambazo. Tufundishe watu wetu waweze kuzitambua, wasitununue. Tusiponunua watu hazitapata nani, na watu watasema tutumie vitu ambavyo havina viuatilifu. Tutumie kwenye viwanda, tutumie PPE. Kwenye viwanda tufanye kazi masaa sahihi. Kwenye viwanda na tukifanya hivi tutaondokana na hiki, tutaondokana na kile, tutaondokana na afya zetu zitaimarika, jamii yetu itakuwa nzuri zaidi. Sasa hivi ukiangalia watoto walioko mitaani, unafikiria si ukichau wamepata wapi? Si ajabu ni vyakula hivyo wamekula hivyo. Ukienda kuangalia, kwa sababu afundishiki, mtoto afundishiki. Sisi zamani tulikuwa ukifundishwa unafundishika. Na kila wakati unaambia mwite mwalimu wako. Unamwita mwalimu wako, anaeleza vitu unafanya. Siku hizi hakuna mzazi anayemwita hivyo. Wengi tunajikita, wenye uwezo wanajikita kwenye mashule ya English medium, lakini hata wengine serikali inajitahidi kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanafundishwa vizuri. Ila sasa matatizo mengine sio ya kwao. Matatizo mengine yanatokana na vitu ambavyo wanavitumia.
Profesa Kabudi kuna siku alikuwa akichangia mabadiliko ya mtaala wa elimu Tanzania bungeni pale, na miongoni mwa vitu ambavyo alizungumza ni kwamba wasomi wetu wengi wamejikita kwenye kuchapisha utafiti zaidi kuliko kuupeleka nje. Yaani kwamba alisema kwa maneno yake kwamba we publish and perish, yaani kwamba tunachapisha tunatoweka kwa sababu utafiti wetu hauna effective, lakini wazungu wana patent na wana prosper, yaani wanafanya utafiti wao na wanauweka kwenye vitendo. Kwa namna ilivyo Tanzania ambayo imekuwa ikisemwa sana kuhusiana na swala la utafiti, watu wanafanya sana utafiti, lakini mwingi wa utafiti unaishia kwenye makablasha ya vyuo, makablasha ya ofisi na haufanyiki sawa sawa na ilivyo. Ninyi mnafanya jitihada gani kuhakikisha kwamba huu utafiti ambao mnaendelea nao na mmeufanya tayari unawafikia jamii, ili jamii itambue kwamba hiki tunachokifanya sio sahihi? Ni kweli tafiti nyingi zinaishia kwenye madawati, hata ukiangalia hapa, lakini sisi public health na miradi tuliyokuwa nayo, mradi wowote ule wewe unapoandika mradi lazima uweke kipengele hicho. Usipokiweka, maana yake ukimaliza mradi unaondoka, huna hela. Na Tanzania kama Tanzania nchi, hakuna hakuna hela inayotengwa kwa ajili ya dissemination. Kwa hiyo wanafunzi wengi wetu, watu wengi wanakwenda wana collect data, wanafanya analysis, wanatoa lakini kama ni kwenye utafiti ambao unafadhiliwa na umeandika kwamba lazima niwafikie wananchi, lazima nicheche hali ya watu, kwa sababu hilo ndio tatizo kuu. Huwezi kupata funding kama hujafanya hivyo. Kwa upande wa NORAD na NORHED ambayo project ni iliyopo, na hata project nyingine zinahitaji saizi kuiga. Na kuna waziri wa elimu alikuja hapa mmoja akatuambia kwamba hivi tunafanya kazi bure kama hatuwafikii wananchi tukawaeleza matatizo yao. Huwezi kumsoma mtu alafu ukabaki nayo kwenda ukapata degree. Ni quite unfair. Hatuwatendei haki hao wananchi ambao kwamba mmebaini matatizo yao alafu mmekuja kukaa nayo. Una publish sana unaweka makabrasha hapo. Hayana maana, degree yako hauna maana kabisa. Profesa, katika swala zima la kupeleka taarifa, manake kuna mtu anatoa na anayepokea. Ninyi mnapeleka taarifa baada ya utafiti na kubainisha kwamba kuna hiki na hiki. Hao wananchi ambao mnaendea, ambao mwanzo umesema kazi yao kubwa wanachotaka ni fedha, mengine mambo ya afya sio issue zao sana, yani wanaupokea vipi mnapokuwa mnapa sasa, jamani tulikuja mwanzo tukabaini hiki na hiki, utafiti umebaini hiki na hiki, wanaupokeaje? Ndio maana tumeanza kitu kinaitwa policy dialogue. Policy dialogue, baada ya kuwa na policy briefs, tunakwenda kutengeneza dialogue ya kuzungumza na wabunge wao, watunga sera, madiwani, watu gani. Tusema jamani, tubuni miradi mingine ambayo inaweza kusaidia watu, au tubuni namna ya kuweka kitunguu chetu. Tuko tayari kuwapelekeni nje mkaangalie kitunguu kinapolimwa pale Netherlands. Ni kitunguu ambacho hakina sumu. Hawezi kuruhusu kitunguu chenye sumu kikaingia shambani na kikaingia kwa walaji. Kwa hiyo tunaongea nao kwa njia zote zile kwenye dialogue. Sasa dialogue ina vitu viwili: kupokelewa. Hatuna mamlaka sisi kama chuo kikuu kufuatilia hapo. Sasa tunawaachia watunga sera, wabunge, madiwani, na wao ndo wasimamie watu wao, waangalie kwamba vitu ambavyo tumeviainisha na vinaharibu watoto wao. Lakini hicho tunachokifanya, tukishaunganisha wabunge, mawaziri wa sera husika, hatuna mamlaka baada ya pale. Yaani hapo mimi nitarudi kama kuendelea kufundisha wanafunzi wangu hapa na kuendelea kufanya kazi. Shule yako imekuwa imeishia hapo. Profesa, tumalizie na hili. Ushauri wako kwa watu ambao utafiti wanaofanya unaishia ndani, lakini pia kwa mamlaka ambazo zinasimamia masuala haya ambayo tunazungumza hii leo? Tunaomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wizara yake
hizi tafiti zote ambazo zina impact kwenye afya au kwenye nini, watu waweze kupata vitu vya kuwarudia. Yaani wasichukulie chuo kikuu cha afya Muhimbili ni sawasawa na mtu ambaye anachukua nani ya sheria. Hii ni kitu ambacho kinaathiri watu wengi, na watu watoke na modo za kuangalia jinsi ya kufanya. Kwa hiyo tunaomba serikali yetu iingilie ndani, itoe angalau kifungu kidogo, japo kidogo, cha kusaidia vijana wetu kufanya dissemination. Huyo ni Profesa Simon Mamuya. Yeye ni profesa katika Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi MUHAS, lakini pia katika Shule Kuu ya Afya ya Jamii. Tumezungumza swala zima la mazingira ya kazi kwa njia ya ubunifu na elimu. Hapa ni katika mradi wa utafiti wa softwares ambao wanaufanya hapa MUHAS ama Muhimbili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaangalia mazingira ya kazi, mahali pa kazi, ikiwemo viwanda, biashara, lakini pia kilimo, na amejikita zaidi kwenye kilimo na viwanda. Na ameona, bila shaka umemsikia kwa uzuri na utuo kabisa yale yote ambayo ameyazungumza kuhusiana na maeneo hayo makuu mawili ambayo tumejikita nayo, kilimo pamoja na viwanda. Na ametoa ushauri kwamba serikali iwezeshe watafiti ili wasipublish na kuperish, yani wasichapishe utafiti ambao hauna maana na kwenda kuishia kwenye makablasha, yani kuperish, lakini wawe na uwezo kama alivyoshauri Profesa Aidan Kabudi Mwaluko kwamba wawe kama wazungu wanavyofanya, wana patent na kuprosper, yani wanafanya utafiti na wanauendeleza kwa ajili ya manufaa ya wengine. Hii leo nimezungumza hilo kutokea hapa katika Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi MUHAS ama Muhimbili, MUHAS kwa kifupi zaidi wanaita hivyo. Tumezungumzia hilo. Naitwa Tobias Masalu. Profesa Simon, nakushukuru sana. Asante sana. Asante sana kwa kushiriki kwenye kipindi chetu. Nashukuru sana. Shukrani sana mtazamaji, nikutakia utazamaji wa vipindi vinavyoendelea hapa TBC1. Kwaheri.